Sikiliza mwana wa Mungu, usije ukajikatia tamaa kwa sababu ya ndugu kukutenga. Usije ukajikatia tamaa kwa sababu ya marafiki uliokuwa nao hawakupi sapoti. Usije ukajikatia tamaa kwa jambo ambalo unalifanya alafu naona hakuna mtu anayekupa sapoti. Usije ukarudi nyuma kwa sababu ya jaribu fulani ambalo limetokea kwenye maisha yako. Sikiliza, wakati mwingine ndugu, jamaa, marafiki walijadili wakasema ya kwamba huyu kwenye maisha yake hata kuja kupata mtoto. Lakini katika ulimwengu wa roho yale maneno yanaenda kubadilika. Baada ya kufunga kusema ya kwamba hautakuja kupata mtoto, hautakuja kuzaa, hautakuja kufanikiwa, kumbe Mungu anaenda kubadilisha yale maneno, anayageuza. Baada ya wao kusema ya kwamba hutakuja kupata mtoto, Mungu akabadilisha akasema utakuja upate mtoto, na huyo mtoto atakuwa waziri, atakuwa mtu fulani katika nchi, yani atakuwa kiongozi. Hata kama asipoiongoza nchi, bado yawezekana atakuwa mchungaji, atakuwa mwinjilisti, yani Mungu anakuwa ameshaandaa kitu fulani kwenye maisha yake. Pale walipofunga, Mungu akafungua. Kazi ya shetani ni kufunga, kazi ya Mungu ni kufungua. Na ndio maana tunakemea mapepo, ili yale mapepo ambayo shetani amefunga kwenye fikira za watu, amefunga kwenye maisha ya watu. Kazi ya Mungu sasa, kazi ya Roho Mtakatifu, anaenda kufungua kila ambacho kilikuwa kimefungwa katika maisha ya watu. Sasa kwa nini unalia? Unalia kwa sababu umeruhusu kumtegemea mwanadamu. Kuna kipindi nilifundisha nikasema ya kwamba kwenye maisha yako usiegemee mtu wala usimtegemee mwanadamu 100% zote. Hapana. Of course msaada wa mwanadamu tunauhitaji, lakini hatuupi kipaumbele kiasi kwamba mpaka tunamsahau Mungu. Yawezekana umeshindwa kusonga mbele kwa sababu hauna nafasi kwa mtu mwingine. Yawezekana ulimtegemea mtu mwingine akupushi sehemu fulani, lakini sasa unajikuta unashindwa kusonga mbele kwa sababu hauone msaada wako. Sikiliza, unapoachwa na mtu au ndugu wanapokutenga au jamaa wanapokutenga au rafiki wanapokuzungumzia vibaya, elewa ya kwamba Mungu bado hajakuacha. Mungu bado anakuhitaji sana. Mungu bado ana matumaini na wewe. Sasa usije ukalia kwa sababu ya kuachwa na ndugu, usije ukalia kwa sababu ya kuachwa na jamaa, marafiki. Sikiliza, kitabu cha Isaya sura ile ya 60 na ule mstari wake wa 15, Biblia inasema, na kwa kuwa umeachwa na kuchukizwa, kwa kuwa umeachwa na kuchukizwa, hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako. Yani hata kama mtu amekuchukiza na wamekuacha na wamekutenga na wamekusahau, hawakufuatilii. Sikiliza, Biblia inasema, na kwa kuwa umeachwa na wamekutenga, na hakuna mtu aliyekuja kukusalimia, kukupa faraja, kukutia moyo kwenye gumu ulilopitia. Usije ukarudi nyuma kwa sababu jirani hajaja kukusalimia. Bado Biblia inasema ya kwamba nitakufanya kuwa furaha ya milele, furaha ya vizazi vingi. Sikiliza, watu wengi wametengwa baada ya kuokoka. Watu wengi hawazungumzi na ndugu zao, hawazungumzi na wazazi wao. Baada ya mtu kuamua kutoka kwenye maisha ya umasikini ambayo yalikuwa yamefungwa, yawezekana ukoo walifunga, ambayo haya maisha yalikuwa maisha ya uzinzi, yalikuwa maisha tuseme maisha ya jehanamu, maisha ya gizani. Baada ya ufahamu Mungu kuweka ndani ya mtu na kuamua kuokoka, watu wengi wanajitenga. Sasa Biblia inasemaje? Biblia katika kitabu hicho cha Isaya 60:15 inasema ya kwamba, na kwa kuwa umeachwa na umechukizwa, hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako. Yani pamoja na chuki, hakuna aliyekuja kukusalimia, hakuna aliyekuja kukupa tumaini, hakuna aliyekuja kukutia moyo. Yani hakuna mtu yeyote aliyepita ndani ya maisha yako kukusalimia. Hakuna mtu yeyote aliyekuja kukutia moyo kwenye gumu lako. Hakuna mtu yeyote aliyekuja kukupa faraja kwenye gumu lako. Kama wamekuacha na wamekuchukia,
giza na hakuna mtu yeyote aliyekuja kukupa furaha, Bwana anasemaje? Atakupa furaha ya milele na utakuwa furaha ya vizazi vingi. Mungu anaweka furaha kwenye maisha yako, na hii furaha ni furaha ya milele sana. Nitakufanya kuwa furaha ya milele, furaha ya vizazi vingi. Yaani Mungu anaenda kukufanya uwe furaha ya watu wengine. Sikiliza, Biblia inasema Mungu hutafuta vinyonge kisha huviinua, huvipandisha juu. Sikiliza, yawezekana wamekuzalau kulingana na maisha yako unayoishi leo. Yawezekana wamekutukana kulingana na maisha yako unayoishi leo. Yawezekana wamekuziaki kulingana na maisha ulionayo. Yawezekana watu wanakutukana kulingana na muonekano ulionao. Kumbe hawajajua kwamba Mungu ananitafuta mimi ambaye leo nipo chini. Mungu ananitafuta mimi ambaye leo nakaa kwenye nyumba ya kupanga. Mungu ananitafuta ambaye leo sina chombo cha kutembelea. Mungu ananitafuta ambaye leo sina kitu chochote ambacho watu wakitazama wananiona mimi ni mtu wa maana, bali wakinitazama wananikejeli, wakinitazama wananitukana, wakinitazama wananiona mimi sifai, wakinitazama wananiona mimi ni punguani, wakinitazama wananiona mimi sina mwelekeo. Kumbe mimi ndo Mungu anayenitafuta. Yaani mimi nipo kwenye njia ya kutafutwa na Mungu. Mungu ananitafuta ili anipeleke kiwango kingine, aninyanyue kiwango kingine, anisogeza sehemu nyingine pale walipotegemea wao kwamba mimi sitafika. Kumbe Mungu ana mawazo ya kunipeleka hiyo sehemu ili niweze kufika, ili na mimi niwe kwenye kiwango cha juu. Usije ukakata tamaa. Mungu anakutafuta kwenye maisha yako. Mungu anakuhitaji kwenye maisha yako. Mungu ana haja na wewe kwenye maisha yako. Atakufanya kuwa furaha ya milele. Hata kama wamekuacha, hata kama wamekutenga, hata kama wamekutupa, hata kama wamekusahau, Bwana atakufanya kuwa furaha ya milele. Atakufanya furaha ya vizazi vingi. Kwa wewe ni furaha ya watu wengine. Wewe una furaha ya milele kwenye maisha yako. Kutengwa na wazazi sio kwamba wazazi wameibeba roho yako. Sio kwamba wazazi wamebeba maisha yako. Hapana, aliyebeba maisha ni Mungu. Aliyebeba nafasi kubwa kwenye maisha yako si wazazi, ni Mungu. Kama umeamua kufanya jambo la wokovu, ukaokoka kwenye maisha yako, hata kama wazazi wakikutenga, bado una baba mkuu kuliko wazazi. Sisemi wachukie wazazi, hapana, usiwachukie. Hata kama wakikutenga, wewe usiwachukie, wapende. Lakini fikira pamoja na akili zako usiegemezee kwao. Tangulize Bwana. Na Bwana ukiwa naye ndani ya maisha yako, ataenda kutengeneza ile njia ambayo wazazi yawezekana wanakuchukia kwa sababu ya wokovu. Yawezekana wanakuchukia kwa sababu ya kumpokea Yesu. Kwa Mungu anachoenda kukifanya ni anaenda kuondoa ile roho ya chuki ndani yao ambayo imesababisha kukuchukia wewe, kuona una maana wakati umefanya jambo la maana. Hata kama watu wamekuacha, hata kama watu wamekutenga, hata kama watu wamekusahau, Bwana anasema anakupa furaha ya milele. Anakupa furaha ya vizazi vingi. Kwa usije ukarudi nyuma, usije ukajikatia tamaa, usije ukawaza kwa nini watu wamenitenga, kwa nini wazazi wangu waniongeleshi, kwa nini ndugu zangu hawana kama jinsi ilivyokuwa mwanzoni kunipigia, kunitafuta, kuniona mimi ni mtu wa thamani. Shetani kapandikiza hiyo roho ndani yao. Na ndio maana unakuona wewe kama vile haufai. Ndio maana unakuona kama vile wewe ni punguani. Lakini Bwana bado ana haja na wewe. Bwana anasema atakupa furaha ya milele. Bwana anasema atakupa furaha ya vizazi vingi. Manake nyuma kuna watu wanahitaji furaha nilionayo mimi. Nyuma yangu kuna watu wanahitaji furaha ambayo mimi leo nipo nayo. Na wao pia niwapatie. Na wao pia wapite kwenye njia ya furaha. Kwa Mungu anasema atakupa furaha. Hajalishi wazazi wamekutenga.
Haijalishi ndugu zako wapo pamoja na wewe, haijalishi kuna kikwazo gani, haijalishi kuna mapito gani, Bwana atakupa furaha ya milele. Bwana atakupa furaha ya vizazi tena vingi. Usije ukakata tamaa, usije ukarudi nyuma, usije ukajiwazia mawazo mabaya. Bwana yupo pamoja na wewe, anakutafuta sana, anataka kutoe kwenye dimbwi hilo ulilonalo, anataka kutoe kwenye nafasi hizo ulizonazo, nafasi za kipepo. Anataka kutoe huko akuweke kiwango kingine. Kwa hiyo ni ujumbe ambao Mungu ameweza kunipatia katika siku ya leo, ya kwamba nitakufanya kuwa furaha. Maana yake unafanywa kuwa furaha kwenye maisha yako. Mungu anakuandaa wengine wakapate wokovu kupitia wewe. Kwa hiyo hauwezi ukaenda kufanya kazi ya Mungu kama una huzuni. Hauwezi ukaenda kufanya kazi ya Mungu kama rohoni hujamweka Mungu, umeweka vitu vingine. Lakini neema ambayo Mungu ametupatia, uzima ambao Mungu ametupatia ndani yetu mpaka leo tupo, ni kubwa sana. Mungu anakufanya furaha. Mungu anakufanya furaha ya watu wengine. Maisha yako, nyuma yako kuna watu wanahitaji furaha yako. Kwa hiyo kuachwa sio shida, wala kutengwa sio shida. Shida ni kutengwa na Mungu. Hapo ndipo kuna shida. Lakini mwanadamu hana shida. Shida ni Mungu akishakutenga, hapo ndipo shida. Tuangalie ni njia gani ambayo tunapita ili tuwe salama. Ndugu amekutenga, rafiki amekutenga, lakini Mungu bado hajakutenga. Kwa Mungu ameweka furaha ndani ya maisha yako. Mungu ameweka furaha ya watu wengine. Biblia inasema nitakufanya kuwa furaha ya milele. Kama ulikuwa na huzuni, ulikuwa na shida, ulikuwa na nini, Bwana anakufanya kuwa furaha ya milele. Atakufanya furaha kwa vizazi vingine. Mungu akubariki sana sana sana. Langu jina Benjamin Mahega. Amen.